ambayo nafundisha kuhusu Mwanzo mlango ni wa pili. Mwanzo ni mlango wa pili. So mita unaweza kaanzia hapo kurekodi. Mwanzo mlango wa pili. Mwalimu Douglas nilikwambia next Sunday unasimama katika haya madhabahu na kwanza kutekeleza kazi ya Mungu katika speed ambayo sio ya kawaida. Na wafundishe tu neno la Bwana. Nao pale mwanzo, unaposoma Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba na pale mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Pale mwanzo, pale mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Ina maana kwamba hizi vitu hazikuumbwa hiyo siku ama huo wakati, ni vitu ambazo vilikuwepo pale mwanzo. Number one, mwanzo kulikuwepo kwanza, kabla ya mbingu na dunia. Mwanzo kulikuwepo. Tunasema pale mwanzo. So kilichotangulia ni mwanzo. Mwanzo ni nani? Mwanzo ni Mungu. Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, lakini ni mmoja. Sasa hizi vitu zote zinapatikana katika mwanzo. Pasipo na mwanzo hakuna mbingu na hakuna dunia. Tumeelewana hapo? Pastor yangu Jeremia. Pasipo mwanzo. Anasema katika Revelation kwamba mimi ndiye mwanzo tena mwisho. Sasa mwanzo ni nani? Mwanzo ni nani mamangu? Mwanzo ni Mungu. Tupatie makofi mazuri. Mama ameingia tu leo na ameanza kushika. Anaingia. Nimemwambia kuna roho ya Mungu. Anashika tu pole pole. So siku yoyote nabii utasimama mbele ya watu, waambie kilichotangulia sio mbingu, kilichotangulia ni mwanzo. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Biblia yangu inasema hivyo, sio ya pastor. Sijajua yako pastor vile inasema, lakini yangu inasema in the beginning God. So kuna mwanzo. Alishuka katika mwanzo na akaanza kutekeleza mambo ya uumbaji. Amen. Katika mwanzo akaviumba hizi vitu katika kiroho. Sasa sio katika macho yetu tuone. In Genesis chapter 1 yote hizi vitu vyote viliumbwa kiroho. Nataka tuelewane hapo. Alichokiumba siku ya kwanza ilikuwa katika kiroho. Hata wewe ukaumbwa lakini katika kiroho. Akasema sasa uje pamoja tukamuumbe mwanadamu katika mfano wetu, katika sura yetu. Ilikuwa kiroho. Anapoingia katika Genesis chapter 1, baada anasema na tuenendeni tukazaane tukajaze ulimwengu. Bado ni kiroho. Sasa tukikuja chapter 2, tayari watu wameshaumbwa, wanaishi katika kiroho. In chapter 2 watu wanaanza kuishi, lakini kuna mtu ambaye Mungu alikuwa anatafuta. Musahau. In chapter 1 Mungu anafanya maumbile katika ulimwengu wa roho. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Akiingia chapter 2, tayari alichokisema katika roho
kinaanza kutendeka katika wazi, ili kwamba ukaanze kuona. Sasa kuna watu ambao walikuwa tayari wameshaumbwa, wanaishi. Sio Adamu peke yake na sio Eve peke yake. Anasema na tuzahane tukajaze ulimwengu. Katika hilo neno tayari ulimwengu ulikuwa umeshajaa. Tuelewane hapo pastor. Anaposema na tuzahane tujaze ulimwengu, aliye na uwezo wa uzazi sio mwanadamu, ni Mungu. Na sasa nitarudi kwako, usijali. Listen. Lakini kuna mtu ambaye Mungu anatafuta, ambaye anasema na tukamuumbe mwanadamu atakaye katika mfano wetu, katika sura yetu, atakaye sasa tawala na kumiliki vilivyoumbwa. Haleluya. Malaika walikuwepo, nabii, the angels walikuwepo, na walikuwa hiyo wakati wakiwa wanafanya kazi gani? Malaika walikuwa wakitawala vile vitu ambazo Mungu alikuwa ameumba tayari. Maana hawa wakati malaika ndio walikuwa na katika nguvu ya kutawala kila kitu. The angels walikuwa wanamiliki chini na juu, the angels. Lakini Mungu anatafuta mtu atakaye peana majina katika wanyama, mtu atakaye beba sura mfano wa Mungu, mtu ambaye Mungu mwenyewe atapumua pumzi zake ziingie ndani, mtu ambaye Mungu mwenyewe atakuwa na ushirika pamoja na yeye kila jioni, kila asubuhi, kila mchana, kila saa, kila dakika na kila sekundi. Mtu ambaye atabeba sura na mfano wa kipekee wa Mungu. Malaika walikuwa. Lakini kuna mtu anatafutwa, na huyo mtu anaitwa Adam and Eve. Now, inakujaje? Hawa ni watu wa kipekee, na kile jina kwamba kipekee, special. Kulikuwa na watu wanaishi. Akisasa ni nani atakaye beba roho wa Mungu, atakaye miliki? Maana malaika wako wanamiliki. Na kumbuka, hapo ndipo chanzo cha malaika kumuhasi Mungu. Maana wakati Mungu alikuja sasa na mtu ambaye anamfanana, na Mungu akamuweka katika bustani, na pale katika bustani hapo ndilikuwa ngome kuu ya malaika. Maana hapo ndipo Mungu alikuwa anafanya ushirika katika bustani wa Eden, vile tuko hapa sisi. Hallelujah. Amen. Sasa Mungu alitafuta mtu atakaye tawala dunia, mtu ambaye atakuwa the ardhi kiko kila. Lakini sasa ardhi ama dunia ni nani? Dunia sio hizi vitu ambavyo mnaona. Dunia ni mimi na wewe. We are the earth. Sisi ndio dunia. Yes, sisi ndio dunia. Sijui kama tunapatana. Nabii, sisi mbingu na dunia, sisi ndio dunia. Mbingu, heaven, ni Jesus. Jesus. Now, I hope tuko hapa hatungangani kwenda mbinguni. Na tusikuwa hapa tukingangana kwenda mbinguni. Tafadhali, usikuwa kwa hii kanisa, usikuja hapa kwa sababu unataka kwenda mbinguni. Utakuwa umenishangaza sana. Sifundishi watu kwenda mbinguni, pastor. Mimi sikufundishi uende mbinguni.
Reverend hapo umeshtuka. Usiku nakaa hapo na mimi nakaa hapa na tunasema tunaenda mbinguni. My friend. Pastor, nimejua hiyo imesha kuchanganya. Usijali, hiyo ni kiatu utaingia tu. Mamangu, mimi sipeleki watu mbinguni. Maana hiyo mbingu iko ndani mwako. Do you know that? Yes. Nimesema mbingu ni Yesu. Sekta unanifurahisha sana. Mbingu ni Yesu. Heaven ni Yesu. Na sasa anaishi ndani mwako. Now, hii church, mnaona vile iko hivi pastor. Msitarajie kwamba siku moja nimeinua hapa. Nikiinua hapa, hiyo ni podium. Yaani nisimame tu ile wenye wako pale wanaweza kaniona. Nabii, madhabahu ndio hii hapa. Pastor kuja. Madhabahu iko hapa. Hii ni madhabahu. This is the altar. So hii hapa akisimama hapa, pastor akisimama hapa, ni madhabahu tosha. Menipata? Reverend, nimejua na wachanganya sana. Hii ndio madhabahu. Niwafundishe kitu. Ninaweza kama hapa mimi na pastor Jeremia, na tukafunga hii nyumba na tukaenda, na hapa watu wa baa wakaingia. Si ni kweli mamangu? Watu wa baa, nabii, watu wa baa, walevi wakaanza kukunywa hapa, pombe ikaanza kuuzwa hapa, na hapa pameinuliwa tu. Lakini madhabahu ilishaondoka. So ilichobaki ni nyumba. Patie pastor wetu makofi mazuri. Umenipata nabii? So pastor ako na uwezo wa kwenda mahali popote kutafuta nyumba, maana haya ni madhabahu. Hii ni shelter tu, tumejifunika hapa. Pastor anataka simama pale na aombi kama niko hapa na nipone, maana ni madhabahu. Hakuna kinachofanisha unaona ile kala ka stand ka kufanya hivi. Hizi ni vitu tu za kusaidia mtumishi wa Mungu asishike Biblia kwa mkono, maana hata pale katika State House rais akitaka kuhutubia watu wanabeba hiyo kitu, wanainua vizuri, wanaweka hiyo. So hakuna utofauti. Amen. Lakini sasa tunasema madhabahu, the altar. Ile altar ya kitambo ilienda na kina Musa. Yes, kulikuwa na madhabahu, ilikuwa takatifu, ilikuwa imeinuliwa. I'm still in the Genesis. Kulikuwa na madhabahu ambayo imeinuliwa, ilijengwa na Mungu kupitia katika usaidizi wa Mungu kupitia kwa wanadamu. Lakini sasa iliondolewa, ikawekwa ndani ya mtu. Sasa mimi ni madhabahu. Sasa nikisimama hapa, nasimama hapa na mamlaka, na nguvu, na uweza, na ushindi, na Roho Mtakatifu. Tukiamrisha vitu zinatendeka. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Si nimenipatia makofi na wafundisha vitu ambazo hamtawahi pata hapa nje. Amen. Bwana asifiwe sana. So wale watu ambao pastor utakutana nao, mapasta wanakataa usikanyage katika madhabahu yao, elewa tu huyo mtu bado ako katika sheria za Musa. Yes. Hatuishi katika sheria. Sasa tunaishi katika neema. Aliyeileta neema ni Yesu. Amen. Amen. Aliondoa hayo madhabahu chini na kaiweka ndani mwetu.
Yes. Sasa nikitembea mimi ni madhabahu, kila mahali penaenda mimi ni madhabahu. Ndiposa pasta, uko na uwezo wa kwenda Kenyatta vile nabii alikuwa Kenyatta, akaombewa mama wakapona. Ni madhabahu ya uponyaji iko ndani mwake. Hakuhitaji haya madhabahu akuja ng'owe ndio aende nayo huko. Amen. Mama, si ukweli? Na pesa umenipata. Haukuhitaji ile madhabahu mapo ulikuwa. Ulihitaji wewe kama madhabahu. Ndiposa Mungu alikuondoa pale. Hakupeleka katika hizi vibanda za hapa. Alikupeleka katika hospitali kubwa ya Kenya, ya East Africa, Mbagathi. Mbagathi ndio hospitali ya namba 2 baada ya Kenyatta, East Africa. Menipata wapendwa, nisiwahi wapata mkisema madhabahu. Nabii ukisimama hapo kwa unabii, sio haya madhabahu. Ni hiyo madhabahu ambayo iko ndani yako. Kama utaheshimu haya, ukiheshimu haya, inatoa zile nguvu na mamlaka, inaamurisha, inaingia ndani mwako. Utakapoenda katika nyumba yako, hauhitaji hii mjengo, unahitaji wewe kusimama na kusema, Bwana, nimemiliki hapa juu na chini, nimetawala hapa mahali. Amen. Maana haya madhabahu yana communicate. Sio kweli? Ukiwa hapa ninaomba nikuchanganye ndio nikuletee kwa barabara. Tuko kwa Genesis. So kuna vitu najaribu kung'oa nikipanda. So tuliishi tukijua madhabahu ni haya, lakini madhabahu sio haya. Madhabahu iko ndani yetu. Now tunaendelea. Tupatie Yesu makofi mazuri. So kwa tunaendelea, tulifika mahali tukikuwa tumeshasoma chapter 2, Genesis chapter 2, tukafika verse 19. Biblia inasema, now tusome verse 15 kwanza. Biblia inasema, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. Now nikawa nimesema kwamba katika garden of Eden hakuna kitu kama mti ambao ulikuwa umeweka katikati hapo. Hakuna kitu kama mti. Lakini andiko linasema kwamba na Hawa na Adamu wakalila lile tunda. Tutaikuja kujua ni tunda aina gani. Maana niliwafundisha sio tunda la mwa. Sio hilo. Na sitawafundisha hilo leo. Nitawafundisha next Sunday. Nitawafundisha ni tunda gani ambalo Adamu na Eve walilila. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Biblia inasema kwamba na Mungu akawaweka Adamu na Eve. Hawa ni watu wa kipekee. Now, hawa in another way, hawa walikuwa the sons. Hawa walikuwa watoto wa Mungu. Ni Mungu alipendezwa nao. Maana wamebeba sura yake na wamebeba mfano wao. Na akawabeba vizuri na akaweka katika bustani ma Edeni. Alafu aliwaweka pale na sababu. Aliweka pale. Biblia inasema kwamba now pale ukisoma verse 17 ndio linasema but of the tree. Now kuna vinya anasema hapa verse 16, and the Lord God commanded the man saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you not eat, for in the day
that you eat of it, you shall surely die. Now, kifo, aliyekuja na kifo sio Mungu. Aliyekuja na kifo sio Mungu. Lakini Mungu aliweka pale vitu viwili. Alisema hivi, if you eat, ukikula katika hilo tunda, si ndio? Kweli na kuhakikishia kwamba utakufa ukikula katika ile tunda. So bado mwanadamu ilikuwa aishi, haikuwa afe. Lakini mradi ukikula katika ile tunda utakufa. Ukiiba, sheria ya Kenya inasemaje? Ukiiba unafanya namna gani? Unashikwa. So kama mradi hujaiba, hauoni jela, labda kama kosa ingine. Si ni kweli? Sio kama tunapatana? Pastor Jeremiah, tunaelewana? Sheria inasema usiue. So in case nitaua, na maana kwamba nimesha wasi sheria hii ya Mungu na hii ya wanadamu. Na bisi tukao tunapatana. Sasa ni mimi. Sheria ya Mungu ilikuwa rahisi tu. Ilikuwa ni mafundisho. Mungu akiwa na Adamu, hayo mafundisho ilikuwa inafundishwa Adamu peke yake. Sasa hivyo hayuko hapo. Mungu anaongelesha Adamu, anamwambia usile katika tunda hili. Huu mti ni wa mema na mabaya. Mema na mabaya. Muweke jina mema, alafu muweke jina mabaya. Sasa ilikuwa ni mwanadamu kufanya uamuzi. Ni mtihani. Katika shule, ukiingia katika shule, mama, mtoto sako shuleni anafundishwa, ndio akuje akae nyumbani, kuna mtihani afanye namna gani afanye. Sasa ni yeye kuamua kupita ama anguke. Sio kweli? Sio mwalimu atamrongisha. Ukifanya vizuri mtihani unapita, ukifanya vibaya mtihani unaanguka. Sio mchungaji? Amen. Ndio pastor, nikimaliza wewe unaingia. So nataka kuingia kwa maswali ambayo tuliacha last. So nataka kufungia mahali pa kwanza. So Adamu alifundishwa na Mungu. Katika Eden ilikuwa ni ibada vile tuko hapa. Vile tunafundishana na nyinyi. One by one. One by one. So Mungu akiwa anafundisha Adamu, alimwambia mipaka yako ni hii. Hapa usifike, lakini utafika hapo. Hapo jua fika hapa. Hapa kuna mema na hapa kuna mabaya. Sasa wewe mwenyewe uchague. Amen. So, tutakapoendelea tutaona Adamu alichagua nini. So tuone basi alichokichagua. Aliyekuja na kifo ni nani? Yes. Tutakuja kujua. Kama Adamu alichagua kuishi, maana umoja mimi na wewe nafaa tuishi milele. Mimi nafaa niishi milele. Mimi sijui wewe nabii, lakini mimi nafaa niishi milele. Yes. Yeah. Amen. Amen. Tafadhali mnipatie mazuri, maana nataka niingie katika ile maswala ambayo tuliacha. Mazuri mpatie kidogo, makofi. Now next Sunday nitakuwa naendelea, tutataka kujua Adamu kama alichagua, sio? Tutaendelea next Sunday. Now katika ile maswali, swali ambayo ilikuwa last Sunday, secretary, kabla sijamaliza nitachukua swali lako alafu nitanakili, alafu nitalijibu next Sunday.
kuna maswali nataka kujibu saa hii. Unataka lijibiwe leo? Kuna ile maswali ya last Sunday. So naomba tu nijibu, alafu hiyo yako tanakili, alafu next Sunday tafadhali nitakuwa nalijibu. Mimi ninaenda sawa. Now kulikuwa na maswali mawili ambayo ni tafu sana. Hauongozwa na Roho Mtakatifu hauwezi ukaijibu, na hauwezi ukainakili, hata hauwezi ukaenda kuyashughulikia. Swali la kwanza ilikuwa hivi: Biblia inasema kwamba kuna watu wanaitwa giants, yani majitu, watu wakubwa sana. Sasa Biblia inasema kwamba watoto wa Mungu lala na watoto wa wanadamu. Msikilize vizuri sana. Watoto wa Mungu walilala na watoto wa wanadamu. Sasa swali ikawa hapa, hawa watoto wa Mungu, mimi nikasema kwamba, nikawa nimefundisha nikasema, malaika hawawezi wakalala na binti ama mtoto wa wanadamu akampachika mimba. Maana malaika hawana ile chemichemi ya kupeana mimba. Si ndio pastor? Hivyo ndio mimi nilifundisha la Sunday. Nikasema kwamba malaika hawawezi wakalala na mwanadamu wakampachika mimba. Lakini Biblia inasema kwamba watoto wa Mungu, the sons of God, so watoto wa Mungu ama wana wa Mungu walilala, waliona mabinti wa wanadamu wakiwa warembo sana, kisha wakashiriki nao kingono. Hivyo Biblia inasema, sio maneno yangu nabii, hiyo ni maandiko. Yani malaika, yani the sons of the Lord of God, they saw the daughters of men. They saw the daughters of men, kisha wakafanya nao urafiki na wakazaa nao. Sasa wakazaa majitu. So mimi nikawa nimefundisha nikasema, the sons of God, they are not the angels. But Reverend akasema, no, according to the Bible, it is the angels. Ambapo ni sawa. Hivyo ndo mama atasema. Swali la pili, pastor akasema, na kama malaika hawawezi wakapachika mimba, na sasa Mariamu huyu alipataje mimba ndo akamzaa Yesu? Na tunaambiwa hii mimba ilikuwa ya Roho Mtakatifu, si ndio? Now, the first book of the Bible ni Job, sio Genesis. Lakini sisi tunajua kama Genesis. Sawa pastor? Ayubu ndio kitabu cha kwanza cha Biblia. Ayubu. Now, Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 6. Tunataka tusoma hapo. Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 6. Tutakuja kupata na tutakuja kuelewa. Tutakuja tu kuelewa. Nana ako hapo. Sema mstari wa 6, chapter 1 verse 6. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Kiswahili ya Kizungu inasema hivi.
Inasema verse 6, one day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. Yes. Katika Kiswahili nasema wana wa Mungu, katika Kizungu ni the angels, malaika. Now tumekuja kupata the word son inamaanisha angels. Son ina refer to the angels, sio pastor? Now hiyo ni kulingana na kitabu cha Ayubu ambacho ni cha kwanza. Katika kitabu cha Ayubu, sons belonged to the angels. Angels ndio walikuwa wanamiliki, na nimewafundisha nikisema angels walikuwa wanatawala hapa chini na kule juu. Hao ndio walikuwa vyombo za sifa na maabudu, angels. Na huyo wakati walikuwa wanaitwa wana wa Mungu. So tumeshafikia hapo katika Ayubu 1:6. Biblia inaonyesha kwamba angels ni wana, walijihudhurisha kwa Mungu na hata shetani akajileta hapo. Sawa? Amen. Nataka tusome kitabu hapa. Maana hilo swali lilikuja katika Genesis chapter 6. Although mimi ni kwa Genesis chapter 2, lakini lilikuja mbele. Now, Genesis chapter 2, chapter 6 verse 2. Biblia inasema now, nataka nianze na chapter verse 1. Tafadhali, turudi poleni. Tuanze na verse 1. When man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them. Pastor, sijui kama unanipata. Biblia yako iko wapi pastor? Reverend Nabii, Biblia yako iko wapi mama? Unashiriki. Sawa, pastor patia nabii. Najua jo unafanya, naelewa. Acha mama elewa. Sema verse 2. The sons of God saw that daughters of man were attractive, and they took as their wives any they chose. Katika Kiswahili kwa wapi? Janisome hii tena. Linasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni wa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliochagua. Amen. Hiyo ni Mwanzo 6 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Nataka kujibu swali ambalo niibuka. Ilisema kwamba malaika hawawezi wakalala na binti wakampachika mimba. Tumefika hapo kwanza. Tuko Genesis, ndio? Nataka tuone sasa maumbile ya malaika, alafu tutakuja kuangalia maumbile ya wanadamu. Na maumbile ya wanadamu nishawafundisha, nikawaambia kwamba Mungu akaufinyanga udongo, akautengeneza, alafu akaweka ndani yake, akajenga mwili, akaweka mikono na kila kitu, na akapuliza pumzi. Sasa tukaanza kupumua. Sawa? Sio kweli? Maumbile ya wanadamu. Hata Reverend alikuwa anatufundisha asubuhi katika maombi. Mungu akasema
tukuje sasa tukaumbe mwanadamu. Udongo akaufinyanga, akaitengeneza vizuri, katika sura ya Mungu akaweka mwili, akaweka body, alafu akaweka roho na akapumua pumzi zake ndani. Sasa hii ni mwili. Sasa mimi ni mwanadamu, ndani niko na damu, niko na roho, niko na moyo, na niko na nafsi. Kuna roho na niko na moyo na niko na nafsi. Amen. Tutaka tuangalie sasa maumbile ya malaika, alafu tukuje tuone, je, kweli walizalishana? Si ndio? Tukishajua maumbile ya malaika, tutakuja kujua kama kweli walizalishana na watoto. Alafu nitakuja kuwafundisha mabinti hawa ni wakina nani, alafu niwafundishe who are these sons. Si ndio? Now tuko chapter 6, ndio? Now nataka tusome kitabu. Hebu tusome Luka 24:39. Luke chapter 24 verse 39. We want to see the nature of the angel. Tusikue tukisema tu malaika na hatujui vile wanavyokaa. Nabii, kama umefika hapo, uko hapo chapter verse 39. 39. Yes. Hebu soma, simama usome. Luke 24 Luka 39. Yes. Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni 24 verse 39. 24 verse 39. Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Sorry. Hebu kwanza rudi Hebrews, Waebrania kwanza. Hebu Waebrania chapter 1. Yeah? Chapter 1 verse 14. Inasema hivi. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti hamharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi. Verse 15. Tulia hapo kwanza. Tulia hapo. Hiyo ni waraka wa Yohana 1 mstari wa 14. Wa 14. Now, kwanza hiyo weka. Sawa. Ukishaniwekea hiyo, verse 14 ilikuwa verse 15 ilikuwa inasema aje? Verse 15 waraka. Yes. Verse 15 inasema awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Wachia hapo kwanza. Tulia. Amina. Yes, tulia tu hapo. Amina. Nataka urudie verse 14 hapo kwanza. Nataka kila mtu underline the word ile kwanza ya 14. Hiyo verse 14 kwanza. Hebu nisomee hapo verse 14. Hapo tu haraka. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo. Aya, tulia hapo kwanza. Aya, kaa chini. Now, kabla hatujaangalia the nature of angels, watoto wana tunashiriki damu na mwili, si ndio? We carry the blood. Hiyo ni nature yetu sisi men, the sons of God. We carry the blood, and we carry what? We carry
the body. Mwili ni huu. Ni ile ukikata. Hivyo ndivyo mimi nilivyo. Sasa ukanikata mimi, utapata natoka na nini? Damu. Sitatoa maji kwanza, natoa damu. Amen. Hiyo sasa ni mimi. Na nataka tuangalie sasa malaika. Malaika. Picha ya malaika, Biblia inasema hapo kwamba hao hawana mwili. Hivyo ndio Biblia inasema katika hiyo nature. Yaani hao maumbile yao hawana mwili. They have no body. Lakini wako na roho. Hawana mwili. Hawana mwili na hawana damu. Lakini wako na roho. Hivyo ndio wako hao. So, number one, hawana feelings. Sababu kilicho na roho na hakina damu, hakina mwili na hakina damu. Hakina mwili, hakina damu. Hakina mwili, hakina damu. Pastor Jeremiah, hakina mwili, malaika hawana mwili na hawana damu. Lakini mimi na wewe tuko na mwili na tuko na nini? Na damu. We have the body. The body is this. Lakini chenye mimi sina, chenye malaika hawana, ni kwamba they don't have the body, mwili kama mimi. Lakini nao wanaweza wakashuka kwa mtu, the angels wanaweza wakashuka kwa mtu na wakapeana ujumbe. Ndio kazi zao. Hawa hawafundishi, lakini wanapeana ujumbe. They are the messenger. Yaani ni wajumbe. So their nature, nitawaletea kitabu. Sija nakili kumbe. Yenye ninakili ninyi nazungumza kuhusu nature yetu. Kwamba tumebeba mwili na damu. Lakini sasa malaika hao nao wamebeba roho. They are in the spirit form. Amen. So akiwa hapa hawezi kumtambua. Lakini ukiwa kiroho unatambua, ukajua huyu ni malaika. Lakini ako katika humanity. Anaweza kavaa sura. Anakaa hapa. Lakini ni roho. Amekuja kuleta tu ujumbe. So utaona nabii akisimama hapa anasema, kanisa tunataka tuombe kwa sababu ya jambo fulani. The messenger amemshukia, akampatia tu ufunuo, akampatia ujumbe. Umeelewa? So hana mwili. So hana viungo kama mimi. Simi kuna macho, kuna mdomo, kuna mikono, kuna miguu. Alafu sasa kuna hizi vitu zingine mnasijua kwa mtu. Sijua mama. Simi nikisimama mnaona kuna kila kitu. Pastor, ama hauoni hiyo kitu? Pastor, unaona nini kwangu? Amina. Kabla hujaona malaika sasa, venye nimesimama unaona nini? Nabii anasema anaona miguu. Wewe? Mama unaona nini? Mikono. Mwalimu unaona nini? Macho. Mwili mzima. Good. Now, huyo ni mwanadamu. Mkiona mwili, hiyo ni mwanadamu. Lakini malaika ni roho. Wako katika roho. Maumbile yao ni ya roho. So they are the spirits. The angels, they are the spirits. Lakini kazi yao tu kabisa, hawana kazi ingine. Hao ni messenger. Hao ni messenger. Now, tulivyosoma Genesis chapter 6 verse 2 na Genesis chapter 6 verse 4. Ukisoma hapo katika Job chapter 1 verse 6 na Genesis chapter 6 verse 2 na verse 4. Ile sons ambao waliakilishwa mbele ya Mungu walikuwa the angels in Job.
But in Genesis, wakati Mungu alimuumba Adamu, alipendezwa na Adamu na akamfanya akamfanane kama yeye, akampatia kila kitu na mamlaka. But now ukoo wa Adamu, Mungu alipobariki Adamu, alimbariki na mtoto wa kwanza anaitwa Cain. Cain alipozaliwa tukampata Abel. Abel alipouliwa na Cain, Mungu akaleta mtoto ambaye anaitwa Seth. Seth. Now the word sons inatoka katika nyumba ya Seth. Mungu alifurahishwa na Abeli. Abeli ndiye alikuwa abebe the word sons, lakini Abeli hangebeba, maana aliuliwa na Cain. Sawa? So najaribu tu kujibu where the sonship inakuja. Hiyo ni katika Old Testament. Katika nyumba ya Seth kuna uzao ambaye anaendelesha wa Adamu, lakini sio ule Adamu. Ulikuwa na rehema, maana Adamu alikuwa ameshaanza kumwasi Mungu. Unaelewa? So tunapata Seth. Seth anakuja na the word sons katika nyumba ya Seth. Kizazi cha Seth tunapata sons. Cain naye tunapata ndani mwake daughters of men. Cain hakuzaa katika nyumba ya Seth, hakuoa katika nyumba ya Adamu. There was another human living katika mji wa Nod. If you study the Bible, hapo ndipo Cain alienda kumpata mke. So Cain akaendelea kuzaa. And Cain alianza uzazi. So Cain akiwa anaendelesha uzazi akazaa watoto very beautiful, wazuri. Seth akaendelesha uzazi akazaa the sons of God. Seth, the replacement of Abel. Sawa? Uzazi wa Seth, uzazi wa Seth unatoa sons, unatoa wana wa Mungu. Uzazi wa Seth. Seth ni mtoto wa tatu wa Adamu. Cain alipoenda Nod alimpata msichana, wakaanza uzazi. But ukumbuke, the house of Adam and Eve, they were the special house of Israel. Nafahamu jua hivyo. The word Israel, mark that. So the sons of Seth, they looked the daughters of men, Cain, na wakaoana nao, wakafurahishwa nao. But hiyo haikuwa mpango ya Mungu. It was by their own flesh and desire. So wakafurahishwa na the daughters of men na wakaoana. So they had to marry. So wakazaa. But because Cain alikuwa anaendelesha kizazi ambacho si chenye Mungu alikuwa amekusudia. Maana Cain alikuwa na alama ya mauti. Nafaa tujue hivyo. Cain alikuwa na alama ya mauti. So akawa anaendelesha kizazi na akazaa watoto warembo. Na Seth akazaa wana. Na hao wana wakatazama watoto wa Seth, wa Cain, na wakawa na wafurahisha, the daughters of men and the sons of God. Nafaa tujue hivyo. And now they marry. After marrying each other, walipozaa tukapata majitu. Nataka niwafundishe kitu. Kilicho cha Mungu ama kilicho cha rohoni kinazaa cha rohoni, lakini kichanganya na cha kimwili utazaa cha kimwili. Amen. Praise God. Amen.
Naona topic inaendelea vizuri na majibu yanakuja vizuri. Ningependa tusome Jude chapter 1 verse 6 na 2 Peter chapter 2 verse 4 to 5. Jude chapter 1 Jude chapter 1 verse 6. verse 6. Jude chapter 1 verse 6. Jude chapter 1 verse 6. Biblia inasema, and the angels who did not stay within their own position of authority, yeah, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. And 2 Peter chapter 2 verse 4 to 5. 2 Peter Chapter 2 verse 4 to 5. verse 45. 2 Peter. 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2 verse 4 to 5. Verse 4 to 5. Yeah. Biblia inasema verse 4, for if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment, if he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with the 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. Yes, endelea. Na Genesis chapter 6 verse 4 to 5. Now Genesis chapter 4, Genesis chapter 6 Genesis chapter 6 verse 4 4 to 5. Biblia inasema hivi. Genesis chapter 6 verse 4. Biblia inasema verse 4. Biblia inasema the Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of man, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown. Verse 5. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that very intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Amen. Okay, so swali yangu ni, Yes. I'm not trying to challenge, but I want to understand Yes. if in the book of Jude, the Bible says the angels who left their dwelling, Yes. waliacha ile kazi Mungu aliwapatia Exactly. na wakafika wakafanya dhambi na wanadamu. Because if we see in the book of Genesis, when God was punishing the world because the wickedness was too much, and he talks about the angels sleeping with humans, and if we look at it, inasema watu ndo walipanishiwa, but these angels, because they were the sons of God, God kept them in darkness and they chained them. Yani wale ambao walala na wanadamu. Na Biblia inasema venye Mungu alikuwa anamaliza dunia Yes. kwa sababu ya dhambi ambayo ilikuwa imejaa duniani. Yes. Hawa malaika wakazaa na wanadamu, wana wa Adamu, na hizi viumbe they are calling it the Nephilim. Yeah, the Nephilim. Yes. Yani ni viumbe vya ajabu. Yes. Hawa watu wenye walizaliwa na malaika ni viumbe hauwezi wanasema ni giants. If you try to find the word Nephilim, it says that these people are giants. They are people who grossly distorted by their unnatural origins. Yes. Yani ukiwaangalia viumbe vyao si kama za wanadamu. Yes. Na hao watu Biblia inasema na mpaka sasa bado wako. Yes. Kumaanisha wale ambao wenye walimalizwa na Mungu. Mungu alihukumu wanadamu peke yao. Lakini hawa malaika kwa sababu ni wana wa Mungu, Mungu aliwaeka mahali ambapo yeye mwenyewe hajatuambia na akawafunga kwa minyororo. So my question, Yes. because you have said that angels
they cannot. wako tofauti. na, Yes. na Jude nasema waliacha kazi yao, Yes. wakakuja wakakuja huku Wakatupwa. duniani Yes. na wakafanya vitu zenye Walifukuzwa. hazikustahili. Exactly. Ningependa nielewe sana vizuri Thank you. kuhusu hapo kwa uzao wa Seth ambao unasema they are the sons of God. Oh yes. And here the Bible is talking about the angels. All right. If I try to understand, I see that the children of Seth, these are the people who are the rush, yani hao watu uzao wa Seth ni wale ambao wanafuata Mungu, Kabisa. wale ambao wanaogopa Mungu. Kabisa. The sons I of God. feel it is different with the angels, because if you see the generation of Cain, mali penye Cain alienda hakuenda kuendeleza watu kuabudu Mungu. Lakini mali ambapo Cain alienda tunapata hata generation yake alizaa mtoto pia yeye, na mtoto akaua tena watu wawili. Yani ile ilikuwa generation ya watenda dhambi. The cast. So what is the difference? I want to understand the difference between these angels and the generation of Seth. Thank you. Najua time yangu imeenda. Bara kufika kwa hiyo swali nataka tufikie hapo kwanza. Unataka hold.